ukishakuwa wengi hivi uwezo wa control unakuwa mchache. Wewe tuwe 500 hapa. Nataka kwa simu za watu 500. Amna umazikuwa ni chocho. Unajua ni kwa kadri poli linavyozidi kuwa kubwa, uwezo kumpata mnyama unazidi kuwa mdogo sana. Yaani mule nyoka tu zitakuwapo nyingi. Zitakuwapo tu nyingi bwana zinazokoma. Yule mwimba kwaya yule atoboi, yule mwimba praise yule. Huu mwaka auishi. Lazima nipige tukio. Lakini kwa naongea nini kwamba kama tulistahimili kule katika namna zile, tulistahimili mambo fulani magumu. Katika Bwana huko ni zaidi sana. Ni zaidi sana kwa sababu huku tunashughulika na hatima ya maisha yangu mimi, yani wewe mwenyewe binafsi. Hapa tuko tunashughulika na hatima ya mtumishi Daudi au ya mtumishi Piana. Hatuko hapa tunashughulika na hatima ya mtumishi Sala. No. Tuko hapa tunashughulika na hatima yangu mimi. Yani mimi nikitegea maombi, simkomoi mtu kama kuna mtu namkomoa. Nikizembea kufunga, sizembee sababu kuna mtu atapata hasara. Yani kama kuna vitu kwenye ibada na vichukulia simple, ni kwamba sifanyi kwa ajili ya hasara ya mtu, ni hasara yako mwenyewe. Yani ni hasara yangu mimi mwenyewe, nikija nikipata na magumu yatanikuta mimi. Naomba tusome katika kitabu cha Maombi Machache yanayotoa matokeo makubwa. Kurasa 113. Sura ya 17. Nasoma kitabu cha Maombi Machache yanayotoa matokeo makubwa. Ndio. Zaidi ya anayeomba sana au kufunga sana. Naam. Ukurasa wa 113. Sura ya 17. Ndio. Kichwa kinasema, naam, Mungu hatembei na wenye haraka. Ndio. Watu wengi huwa hawaendelei siku nyingi na Mungu kwa sababu ya haraka zao. Ndio. Na kwa bahati mbaya ni kwamba wengi wamekuwa na haraka kwa sababu ya kuharibiwa na mahubiri ya wahubiri wapiga ramli na matangazo ya kupata wachumba, matangazo ya chap kupata wachumba, watoto, mali, vyeo kwa Mungu. Naam. Mahubiri ya aina hii yamewafanya watu wengi kuingia katika wokovu au katika maombi kwa kukurupuka sana au kwa kasi kubwa, ili eti iwe njia rahisi ya kupata shauku zake hizo. Si ajabu kukuta leo tu kajiunga na kanisa husika anaanza kuwa na mifungo mirefu na mifupi, kuimba kwa nguvu, kushangilia kwa nguvu, kutoa kila aina ya sadaka au mchango vinavyotakiwa na kanisa hilo au mhubiri huyo, kupatikana katika mikutano, semina na shughuli zote zinazohusu Mungu na kadhalika. Nishato hapo. Ni kwamba huyo mtu anakuwa anajaribu kufanya hivyo kwa speed ili naye apate vitu kwa speed. Lakini Mungu sio, Mungu sio anayesikiliza shauku zetu. Anayeangalia kwa mimi nataka ni kipi mwakani, ningekuwa na nyumba kubwa, ningekuwa na namiliki. Hiyo hamna, Mungu sio hivyo. Kwa sababu katika maisha unajua unapokuwa unatembea, kuna katika maisha unapoendelea, kuna milango mingi ambayo inakuwa inafunguka. Milango ya fursa mbalimbali, milango ya watu mbalimbali inakuwa inafunguka. Lakini kumbuka ya kwamba si kila mlango ni mlango. Kuna milango mingine ni milango ya jela. Kuna milango mingine ni milango ambayo inaingia kwenye maumivu. Kuna milango mingine ni milango ambayo inaingia kwenye kupotea milele. Kuna milango mingine ambayo inaingia mochwari. So si kila mlango au kila fursa ambayo inakuja ni fursa ya kuiendea. Unaweza kuwa unaingia kwenye huo mlango, hiyo fursa ambayo imefunguka, lakini kando unaingia mlango wa jela. Yaani hiyo ukiingia ndio umeingia. Hainaga, yani ukiingia ni one way tu, hainaga two way. Ni kwamba inaenda tu yenye hairudi hiyo. Ndio kuna barabara zile zinaendaga tu, ukijichanganya ukiingia ile, hainaga kugeuza, utageuzia Tunduma. Ni kwamba hiyo ni one way, inanyoka inaingia inaenda Tunduma hiyo. Kwa hiyo ukijichanganya si uje kusoma alama za barabarani uingie, utageuzia Tunduma. Kwa katika maisha tunavyoendelea sana na Mungu, iko milango aina mbalimbali ambayo itakuwa inafunguka, milango ya ukaribu wa watu mbalimbali, shauri nyingi za watu mbalimbali itakuwa inafunguka. Unafungua milango aina mbalimbali ya kushauri nyingi tu za kupa fursa za hapa na pale, kuonyesha imani nyingine, kuonyesha namna nyingine nyepesi ya kuabudu
namna nyingine nyepesi ya kumtafuta Mungu, itakuwa nafunguka. Lakini kumbuka kwamba si kila mlango ambao huwa tunaingia. Naamini hata wewe unavyoenda rufaa uoga upiti kale kama mlango fulani ka chini, kwa sababu naamini ya kwamba ukiingia mule ukajipeleka ni Central mule, Central Police Station ba. Hapawezi ukaingia tu pale kile kama unaenda tu. Kwa maana unajua ukiingia ndio utakuwa umeingia mazimu. Na unaenda zako yuga uingie tu pale mahakamani na una shughuli ya kufanya. Si jambo jepesi. Au ukaingia tu mlango fulani wa lile kalandinga la magereza. Nimefika pale nimefungua mlango unaona jinsa, unaona tu wafungwa wanaingia. Unaona amna, si kila mlango ambao unafunguka katika maisha wanakuwa wanatufungukia mbele, unataka ni mlango wa kuingia. Mingine inakuwa milango ya maumivu, ambao maumivu hayo yatakuwa maumivu ya milele. Neema ya Kristo Yesu